Kuna aina mbili ya CEO. Na makampuni mengi yanakufa kwa sababu kuna aina ya CEO ambayo sio sahihi, imekaa muda mrefu kwenye kampuni. Iko hivi, aina ya kwanza ya CEO, hii tunaita ni the spark CEO. Spark ni kama vile ile kitu yenye chemchemi ile inafukute. Ka spark. Aina hii ya CEO ni wale wa CEO ambao wenyewe kampuni imejenga kutoka kwenye story yao. Yaani wenye ili story ya product ama service inayotolewa hapa, origin yake inatokana na yeye. Yaani yeye ndo founder. Wao ndo walianzisha kampuni, wao ndo walitengeneza product au service, wao ndo walitafuta mteja wao wa kwanza kwenye biashara hiyo. Hawa wenyewe ndo walikuwa na imani kubwa na msukumo mkubwa mpaka biashara ikasimama, kwa sababu hamna mtu ambaye alikuwa akiamini juu ya ndoto ama vision alionayo tofauti na yeye mwenyewe. Kwa inabidi apambane na market na aina zote za mawazo na kila kitu mpaka pale biashara itakaposimama. Mara nyingi anaendesha na speed, vision, obsession pamoja na shauku kubwa. Na katika stage za awali za biashara, the spark CEO mara nyingi ni ngumu kuweza kuwa replaced. Yaani huwezi kumuondoa kwenye biashara yake, kwa sababu bila yeye biashara inakufa papo kwa papo, kwa sababu anahimili vishindo, anahimili uzito mkubwa ambao hakuna mtu anaweza kuubeba, kwa sababu hakuna kitu ambacho kimeshaonekana ila anaamini kinawezekana. Na Harvard walifanya utafiti wakaonyesha kwamba makampuni ambayo yanakuwa yameanzishwa na aina hii ya CEO huwa yanafanya vizuri, yana uwezo wa kucompete na kufanya vizuri sokoni kuliko hata makampuni makubwa ambayo yana mtiririko mkubwa wa kupata matokeo. Yaani inabidi uanzie sio kwa secretary manager au uje sio kwa general manager, urudi kwa nini ndo upitishe idea yako moja ya kufanya marketing. Yaani kama unataka kufanya marketing una idea kama moja kupanya tukapiti sio kapiti kwa manager nani kuja kufanya nini. Idea aina hii ya CEOs huwa wanafanya vizuri na kampuni zao zinafanya vizuri sokoni sana kuliko hawa bureaucracy companies. Sasa ukweli mchungu ni kwamba what creates momentum does not create stability. Kitu ambacho kinaanzisha safari huwa hakitengenezi uimara wa safari. Kitu kinachoanzisha safari huwa hakitengenezi stability ama kuhimili wa safari nzima. Kwa mfano, instinct doesn't scale. Yaani ile hali yako ya wewe kuwa na instinct nzuri hauwezi kuscale kwa watu. Yaani kwamba mimi naendesha biashara kwa machari, I know nikipiga hapa nitapata tu. Hauwezi kuscale hiyo instinct kwa biashara nzima. Hiyo inakuwa ni kwako mwenyewe, ndio una machari yako yani. Pili, energy doesn't build system. Ile energy yako ambayo inakupush kuendesha mambo kwa uzito na nguvu, yani mpaka itokee, naamini itakuwa haitengenezi system ya cooperate katika engo zote za biashara. Na hustle zako binafsi haziwezi kureplace structure. Yaani ile mimi ni mtu wa hustler, mimi ni hustler, mimi na hustle itatokea. Haiwezi kureplace structure. Yaani huwezi kuweka hustle alafu hustle zako zikaondoa umuhimu wa kuweka structure kwenye biashara yako. Kwa sababu ukishakuwa mkubwa huwa inaangukia kuwa machafuko, kwa sababu mambo tena hayawezekani. Na hii ndo maana inakuja kwenye aina ya pili ya CEO. So aina ya pili ya CEO hao wenyewe nawaita ni the scaling CEO. Hii ni CEO ambaye hana muda wala hisia kwenye story ya kampuni imetoka wapi, sijui story na imefanyaje, tunasaidia, tunapeleka. No. Hawa ni aina ya CEO ambao they don't care about the origin story, wanajali kuhusu matokeo. Ni watu ambao wanaendesha kwa kuangalia system, kwa kuangalia data, kwa kuangalia stability. System ni nani anafanya nini kinapita wapi na kwa nini kinafanyika. Data, Januari umefanya nini, February umefanya nini, wiki hii umefanya nini, leo umefanya nini, nini kinatakiwa kuongezeka, nini kinatakiwa kipunguzwe, nini kinatakiwa kikatike. Namba 3, wanalizai kwenye repeatability, uwezo wa kujirudia uendeshaji wa jambo, na governance na utawala. Wanaibadilisha idea iliyopo kuwa mashine.
They turn data or idea, they turn idea into machine. Idea iliyopo inayofanyia kazi inabadilisha kuwa mashine, na wanatengeneza sustainable form of revenue. Wanatengeneza kipato cha kudumu endelevu cha uhakika. Yani badala kuhisi tu kwamba mimi huwa nafanyaga hivi napata hela nafanya, no, wanataka kutengeneza kitu ambacho usarajosa, mimi kila wiki naingiza shilingi ngapi, kila mwezi naingiza shilingi ngapi, kwa mwaka nafunga shilingi ngapi, na nikifanya nini kikiongezeka, huwa nikikifanya kwa mwezi nitaingiza shilingi ngapi, kwa mwaka nitafunga shilingi ngapi, nisipofanya nini kwa wiki nitaingiza shilingi ngapi, kwa mwezi nitaingiza shilingi ngapi, kwa mwaka nitaingiza shilingi ngapi. Anabadilisha hii idea yote kuwa mashine ambayo inaeleweka kwamba hiki ni nini, hapa ni wapi, hiki ni nini, na hiki nafanyaje kazi. Kwenye biashara, aina ya kwanza ya CEO ni mtu anayeanzisha moto, lakini anayefikisha safari hii nchi ya ahadi ni CEO wa pili. Narudia, CEO wa kwanza anaanzisha safari, CEO wa pili ndo anayefikisha kampuni nchi ya ahadi. Na ukiwa kama founder smart, mwenye akili timamu, lazima ufahamu hili. It's either, option ya kwanza ni ubadilike kutoka kuwa huyu founder ambaye anaendesha biashara kwa kutumia machale, kutumia hisia, kutumia jinsi ambavyo anafanya, ambaye huyu anaitwa ni Spark CEO, kuja kuwa the scale CEO. Wewe mwenyewe either ubadilike kutoka kuwa huyu, uchange, ujifunze namna gani ya kuwa CEO wa pili, au option namba 2, ukishaona biashara yako imesimama, ukitaka ikue, inabidi uachie ngazi, umwache CEO ambaye atakaye ni the scale CEO, kuendeleza gurudumu kufika sehemu utakapokuwa unataka kampuni yako ifike. Katika hatua kubwa za mbele ya kampuni, mara nyingi makampuni huwa yanaendeshwa na mtu ambaye sio mwanzilishi wa kampuni husika. Ni mtu ambaye hajui story yoyote kuhusiana na namna gani kampuni ilianzishwa, ulilala mchana, ukulala usiku, ulikuwa unateseka. Mtu anaendesha kampuni ni mtu ambaye hakuwepo hata kipindi idea inatengenezwa, ila he is smart enough to know the system na scalability ya kampuni kwa ajili ya kuweza kuleta vipaji muhimu, skills zinazohitajika, na complex structures ambazo zitawezesha kuifanya kampuni yako kujiendesha yenyewe bila kuwa mzigo tena kwako. Kampuni nzuri hazihitaji tu kuwa na vision, zinahitaji kuwa na system ambayo iko very structured, inayoweza kuendesha biashara husika. So unatakiwa kujiuliza, sasa hivi mimi kampuni yangu, kampuni yangu ipo kwenye stage ipi? Ipo kwenye stage ya Spark CEO, ama umeshavuka, upo kwenye stage ya scalable CEO? So ukihitaji msaada wangu juu ya namna gani kwanza kubadilisha biashara yako kuwa kampuni, pili kukusaidia kufanya access kwamba kampuni yako ipo kwenye stage ipi, ya kwanza ama ya pili, na namna gani ya kuweza kubadilika kutoka kwenye moja kwa nyingine, ama kuanza kuwa na miliki kampuni, comment neno kampuni, nitakufikia DM kwako sasa hivi na tutaweza kuzungumza. Ukiona mambo ni mengi sana na muda utoshi, hapo chini kwenye caption kuna namba ya simu, piga, utanifikia mimi mwenyewe na nitakusaidia.